Bwana, kuelekea kwenye kombe la dunia la vilabu miaka minne inayokuja kwa maana 2029, huenda Young Africans wakajiweka katika mazingira mazuri sana endapo mradi na mpango wao wa Yanga Soccer Schools ambao utahudhuriwa na Pitso Mosimane ukaenda kama ambavyo wamekuwa ama kama ambavyo watakuwa wamepanga, kwa sababu kiukweli mradi ukijaribu kuutizama kwa jicho la tatu unaweza kabisa kwenda kuweka kwenye mazingira mazuri Young Africans ya kupigiwa upatu na system na FIFA kama watu ambao wanaweza kuwa legible kwenye kombe la dunia la vilabu linalofuata miaka minne inayokuja. Unajua hichi kitu unaweza usikione kama hili jambo ambalo Yanga wanalifanya utakuwa tu unaliangalia juu juu, lakini ukweli ni kwamba mpango wa FIFA ni kutanua idadi ya nafasi ambazo zitakuwa zinashirikisha timu kwenye michuano inayokuja ya kombe la dunia la vilabu. Kama ambavyo tumeona format ya kombe la dunia kwenye upande wa timu za taifa imetoka kuwa 32 mpaka 48, basi kwenye edition inayokuja ya kombe la dunia la vilabu pia mpango ni kuongeza idadi ya nafasi ambazo zitakuwa ziko wazi kwa ajili ya timu kushiriki kwenye mabara tofauti tofauti, na hiyo ina maana pia kwamba Afrika timu zitakuwa zina uwezo wa kuongeza idadi kwenye michuano hiyo. Sasa hii inakuja vipi? Unajua edition iliyopita ya mwaka huu ambayo ilichezwa katikati ya mwaka, Chelsea wakaenda kama mabingwa, kigezo ambacho kilikuwa kinatumika kwenye timu za Afrika ni kwamba mabingwa wa miaka takriban minne ya karibuni, ndio maana hapo akazingatiwa mtu kama Ahli, akazingatiwa mtu kama Wydad, lakini akazingatiwa pia mtu kama Esperance, lakini kuna baadhi ya watu akiwemo Mamelodi wale walizingatiwa kutokana na wingi wa pointi ambazo wamezikusanya pia. Kwa maana hivyo ndio vitu viwili ambavyo vilifanya timu nne kutoka Afrika zikapatikana katika edition ya mara hii ya kombe la dunia la upande wa vilabu. Lakini kuelekea mwaka 2029, moja kati ya vitu ambavyo vinaakisiwa kwamba vitazingatiwa ni namna ambavyo timu zitaonekana zimejiboresha kama taasisi. Sio tu kuishia kuwa timu kubwa, lakini kuwa taasisi kubwa. Na katika vitu ambavyo FIFA wanaviangalia kwa jicho la tatu na wanavipa msisitizo mkubwa sana ni youth development, youth training programs, program za vijana, program ambazo zinaonyesha kwamba hii taasisi iko serious kwenye kuandaa na kutengeneza kizazi kijacho cha wachezaji wa kulipwa katika soka la bara la Afrika. Sasa ukijaribu kuwatazama, hicho ndio kitu ambacho Young Africans wanaonekana kuwa wanajaribu kukifanya hivi sasa kwa kutengeneza hichi kitu ambacho wamekuja nacho. Lengo ni kujaribu kuandaa future ya Young Africans katika namna ambavyo wachezaji wake watakuwa wanajaribu kuiwakilisha klabu hiyo kwenye miaka kadhaa inayokuja. Sasa hichi peke yake kipo tayari kwenye macho ya FIFA. FIFA wanatambua vitu kama hivi. Uzuri ni kwamba hichi ambacho wanakifanya Yanga kiukweli kikiweza kuwa successful, manake kitawapa international recognition, kitawaletea wadhamini, lakini pia kitawapa wao fursa ya kupata mialiko maalumu ambayo baadhi ya vilabu vingine ambavyo havijapita kwenye njia hii wanaweza wasifaidike navyo mwisho wa siku. Kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa anaamini kama bwana kwenye hili kombe la dunia la vilabu wanaoalikwa ni mabingwa tu peke yake, hilo hivi sasa liondoe kwenye kichwa chako, kwa sababu mpango wa FIFA ni kuendelea kutanua nafasi ambazo zitakuwa zinahusisha timu shiriki kwenye hii michuano, na moja kati ya vitu ambavyo vitazingatiwa kwenye edition inayokuja ya kombe la dunia la vilabu ni timu ambazo hasa kwa upande wa Afrika zitakuwa zimejiwekeza kwenye upande wa soka la vijana. Wafikiria tu miaka miwili nyuma Simba alikuwa anatajwa sentensi moja yeye na FIFA Club World Cup. Simba alikuwa anashika nafasi ya 7. Yaani kama kungekuwa kuna nafasi 7 za timu kutoka Afrika kushiriki kwenye hii michuano ambayo imechezwa mara hii kule Marekani, Simba angekuwa miongoni mwa hizo timu. Just imagine. Sasa sikwambii miaka minne inayokuja nafasi za kushiriki ziwe zimeongezwa, alafu Young Africans awe amepiga hatua kwenye huu mradi wa vijana ambao wameuanzisha mwaka huu, na Pitso Mosimane amekuja kama mgeni rasmi ambaye amekuja kushuhudia hichi ambacho anakifanya. Jaribu kutengeneza tu hiyo picha mwisho wa siku. Kama Simba tu angeweza kufuzu kwa ubora wake kama klabu katika soka la Afrika miaka miwili nyuma, kama nafasi 7 zingekuwa zinapatikana kwa upande wa Afrika, imagine Young Africans nini ambacho wanaweza kukitarajia miaka minne inayokuja endapo huu mradi wao wa soka la vijana utakuja utafanikiwa. Hilo ni moja, lakini nisiishie hapo. Hicho kitakwenda kuwa kigezo kimoja kikubwa, lakini kitu kingine kwa hoja hii maana yake ni kwamba
kama idadi ya timu kutoka Afrika zitapata nafasi ya kuongezeka kwenye toleo linalokuja la Club World Cup mwaka 2029, manake hutohitaji kuwa bingwa wa Afrika wala hutohitaji kufika fainali. Utakachohitaji pia ni kwamba uwe miongoni mwa timu ambazo zitakuwa zinakusanya alama nyingi. Miaka miwili nyuma, tetesi za Simba zilipokuwa zinaanza kuzagaa kuhusu na wao kuwa miongoni mwa watu ambao wanaweza kuwa na nafasi ya kwenda kule Marekani, sio kwa sababu waliwahi kufanya mambo makubwa sana kwenye upande wa kutoa mataji na kufika mbali sana, lakini ule muendelezo wao wa zile robo finali ambazo walikuwa wamezikusanya na points zao. Kwa hiyo Young Africans juu ya huu mradi wa vijana ambao wanaonekana wanauwekea userious mkubwa hivi sasa, wakiweza kukusanya robo finali 2, 3 tu mpaka 4 kuelekea mwaka 2029, na huu mradi wa vijana ambao wameuanzisha ukaweza kuchanua na kuleta matunda ambayo watakuwa wameyaakisi kwa muda huo, Young Africans usije ukashangaa kabisa ukawaona miongoni mwa timu ambazo zikawa na nafasi kubwa ya kuweza kuliwakilisha bara la Afrika katika michuano ya Club World Cup mwaka 2029. Inawezekana kabisa, kwa sababu hakuna, unajua bwana, tujaribu kuizungumzia bahati. Kuna muda mtu anakuambia inawezekana itakuwa ni bahati yao. Neno bahati lina maana, na neno bahati linahusisha maneno mawili. Bahati ni fursa inapokutana na maandalizi. Young Africans wanachokifanya hivi sasa ni kujiandaa ili hii fursa ya kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa upande wa vilabu ikibahatika kuja kwa upande wao miaka 4 inayokuja, wao wawe tayari. Yaani bahati ni mchanganyiko wa maandalizi na fursa. Mtu ambaye alikuwa anajiandaa vizuri amekutana na fursa ambayo alikuwa anatamani kuipata. Ndio hapo tunapoanza kusema wamepata bahati. Lakini ukweli ni kwamba bahati haiji isipokuwa kwanza, miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa viwepo ni maandalizi yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo Young Africans wanajiandaa, na ukweli ni kwamba Young Africans wakiuchukua vizuri ushauri wa Pitso, kiukweli unaweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu Pitso yeye mwenyewe ana timu yake ya vijana, ana shule yake ya vijana inayoitwa Pitso Motsimane Soccer Schools kule Afrika Kusini. Lakini hata pale Sundowns pia, kipindi alipokuwa mwalimu wa Sundowns, mradi wa vijana wa Sundowns kwa kiasi kikubwa sana ilikuwa ni jicho la Pitso Motsimane. Huyu Rulani Mokoena ambaye sasa hivi tunamuona na tunamuimba miongoni mwa walimu bora vijana katika soka la Afrika, ni jicho la Pitso Motsimane, kwa sababu Pitso Motsimane alimpandisha kuwa msaidizi wake, lakini alimtoa katika timu za vijana. Na miongoni mwa vitu ambavyo anavizingatia sana Pitso linapokuja swala la namna ambavyo vijana wanatakiwa kuandaliwa ni elimu ya makocha ambao watakwenda kuwafundisha. Elimu ya makocha ambao wanakwenda kuwafundisha vijana, kwa mujibu wa Pitso na hasa katika shule yake ya soka, walimu wanatakiwa kuwa kwa uchache na CAF B, preferably CAF A license. Walimu ambao wana uwezo mkubwa ndio walimu ambao Pitso amekuwa akiwatumia katika kuandaa vijana katika shule yake ya soka pale Afrika Kusini. Sasa huu ni mwalimu ambaye timu ya vijana ya Mamelodi Sundowns alikuwa anahakikisha inafanya mazoezi kila hapa na pale na wakubwa. Yaani under 23 walikuwa wanafanya mazoezi na wakubwa, walikuwa wanapewa mbinu kama walizokuwa wanapewa wakubwa, walikuwa wanaandaliwa kama walivyokuwa wanaandaliwa wakubwa. Na ndio maana kuna vijana wengi katika timu ya vijana ya Mamelodi Sundowns wamekuwa wakiingia tangu kipindi chake yeye, wamekuwa wakipandishwa tu kwenda katika klabu ya wakubwa. Kama mtu anakwenda kuifuatilia system ya Mamelodi, utagundua kuna vijana wao wazao wa nyumbani wengi sana katika akademi yao. Lakini huu ni mpango na ni nguvu ya Pitso wakati alipokuwa kocha wa Mamelodi Sundowns. Sasa imagine unapata mtu kama huyu ambaye anaweza kukutengenezea njia. Ina maana mtu kama Pitso kwanza atajaribu kuhakikisha anakushauri kuhusu aina ya walimu ambao utatakiwa kuwatumia katika mradi wako, kwa maana ya Young Africans, walimu gani ambao wanatakiwa kuwepo katika mradi wao ili vijana wapate malezi bora na makuzi bora ya kiufundi na ya kiufundishaji. Hilo la kwanza. Lakini pia atawatengenezea namna ya kuweza kuwasaidia Yanga wakawa wanavuna kwa kiasi kikubwa sana kutoka kwa vijana ambao watakuwa wamewaandaa wao wenyewe, kama ambavyo tumeona Mamelodi wakiwa wanafanya miaka na miaka hivi sasa tangu yeye akiwa mwalimu mkuu wa klabu ile. Kwa hiyo ukijaribu kuvitizama hivi vitu, huenda ukakuta pengine ndani ya miaka 3 inayokuja au miaka 4 Young Africans wakawa na wachezaji pengine 6 mpaka 10. Kiukweli kabisa, kama wako serious, wanaweza kuwa na wachezaji 6 mpaka 10 ambao wametokana na huu mradi ambao Yanga leo hii wanauanzisha, wakaweza kwenda kuwa msaada mkubwa kwa klabu hiyo. Lakini mwisho wa siku
ule msaada wa kujaribu kuwasaidia pengine na kujaribu hata kuwa kiini muhimu katika malengo yao ya kimataifa na kujaribu kuwasaidia kukusanya alama nyingi, ikaja ikawaweka kwenye mazingira pia ya kuwa miongoni mwa timu ambazo zitakuwa considered kwa ajili ya nafasi kwenye michuano ya kombe la dunia la vilabu inayokuja.